Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Vikosi vya Houthi wa Yemen viendeleza mashambulizi katika uwanja wa ndege huko nchini Israel. Vikosi hivyo ambavyo vimeamua kufanya mashambulizi ya dhati kwa ajili ya kuwatetea wa Palestina katika ukanda wa Gaza vimeendesha operesheni nyingine dhidi ya utawala wa Israel kwa kulenga uwanja wa ndege wa Ben Gurion kwa kombora la kasi ya juu hypersonic, ikiwa ni jibu kwa mashambulizi ambayo Israel inaendeleza dhidi ya Palestina huko katika ukanda wa Gaza. Akizungumza siku ya Alhamisi, Brigedia Jenerali Yahya Saree, msemaji wa majeshi ya Yemen, amesisitiza kwamba Yemen itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kidini, kimaadili na kibinadamu kwa watu wa Palestina hadi wakati ambapo hujuma za Israel zitakomeshwa na mzingiro dhidi ya Gaza utaondolewa. Yahya Saree ameonya kuwa majeshi ya Yemen hayatasita kujibu mashambulizi yoyote kutoka kwa Israel dhidi ya taifa hilo kwa mashambulizi ya kisasi, ikiwemo marufuku ya usafiri wa anga kwenda na kutoka katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion. Katika hatua nyingine ya kijeshi ya kimkakati, Yemen imeweka mzingiro dhidi ya njia muhimu za anga na baharini huko Israel kwa lengo la kuzuia usambazaji wa vifaa vya kijeshi kwa utawala huo unaoendeleza vita vya mauaji ya kimbari huko katika ukanda wa Gaza. Jenerali Yahya Saree ameongeza kuwa majeshi ya Yemen yataendelea na mashambulizi ya kisasi dhidi ya utawala wa Kizayuni hadi ndani kabisa mwa maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya Wapalestina, na kwamba mashambulizi hayo yatazidi kuongezeka kwa kasi. Amesisitiza kuwa Yemen haitasita operesheni zake za kijeshi hadi pale ambapo uvamizi wa Israel dhidi ya Gaza utakaposimamishwa kikamilifu na mzingiro mkali unaoitesa Gaza kuondoka kabisa katika eneo hilo. Hata hivyo, amesema kwamba lazima Israel iondoke bila masharti katika ukanda wa Gaza, huku majeshi ya Yemen yakitangaza bayana kuwa hayatusita mashambulizi yao hadi Israel itakapositisha kabisa mashambulizi ya ardhini na ya angani dhidi ya ukanda wa Gaza. Tangu kuanza kwa mashambulizi makubwa ya utawala wa Israel dhidi ya ukanda wa Gaza mnamo Oktoba mwaka 2023 hadi Jumatano ya tarehe 28 Mei mwaka 2025, ikiwa ni siku ya 600 ya vita, maisha ya kiraia katika eneo hilo yameporomoka kabisa chini ya mashambulizi yasiyokoma ya Israel. Kwa mujibu wa ripoti huru na mashirika ya kimataifa, zaidi ya Wapalestina 54,000 wameuawa katika mauaji ya kimbari yanayoendelea na utawala wa Israel, huku wengine 123,000 na zaidi ya hao wakiwa wamejeruhiwa, wengi wao wakiwa ni wanawake, watoto na wazee. Hii ni hali ya janga la kibinadamu lisilo na mfano likiendelea mbele ya macho ya dunia nzima huko katika ukanda wa Gaza. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi pia tutakuwa tukikujuza yanayojiri katika ulimwengu, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.